Padre mwenzetu Alexander Mapinga alibeba mateso hadi dakika ya mwisho. Kama nilivyosema awali, hakukata tamaa. Padre Mapinga ninamfahamu kwa sababu tumeanza safari pamoja toka tumeanza kufanya mtihani hapa Matola, kufanya mtihani hapa chini ya Sakula, na baadaye tulikwenda Mafinga pamoja, tumekwenda seminari kuu pamoja, na tumepata padre mwaka mmoja. Kwa hivyo ni tofauti sana. Mapinga ambaye tulikuwa naye seminari Peramiho alikuwa ambaye ni kama mtoto wa mwisho ambaye akipata tatizo dogo alilalamika sana, lakini ni tofauti sana katika maisha yake upadre, na hasa alipopata shida hapa mwishoni, jinsi alivyokuwa anapitia mateso makali. Ulimwona Mapinga yule aliyekamilika na mwenye imani na ambaye ana imani, na imani yake iliendelea kuimarika zaidi na zaidi pale ambapo alikuwa na mimi ninaamini alitafsiri mateso yake katika mwanga wa Kristo kama sehemu yake ya kushiriki katika mateso ya Kristo. Kwa hiyo tunaweza kusema ni mshindi, kwani amekufa akiwa imani katika imani, akiamini kuwa kwa njia ya mateso yake ameshiriki mateso ya Kristo, na hivyo anaweza kustahili kushiriki pia ufufuko wake. Tafsiri hii ya mateso na kifo itupatie faraja tunapomsindikiza mpendwa wetu Alexander Mapinga katika safari yake ya mwisho. Sote tunapata faraja pia kutoka ahadi ya Yesu mwenyewe, kama tulivyosikia kutoka Injili ya Yohana. Tunasoma Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 1 mpaka ya 6. Yohana anasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa kawaida tunapofiwa tunafadhaika, tunahangaika kama ndugu wa karibu, kama marafiki. Na sisi wote tuliposikia habari ya kifo chake, na hata wanadarasa kwa Tanzania nzima tulikuwa na mawasiliano ya karibu, darasa nchi nzima, wale waliopata mwaka 96 ukiongozwa na padre mmoja kutoka jimbo la Kigoma aliyefanya kazi kule Arusha, chuo cha Kanisa Katoliki. Tumekuwa na mawasiliano mle kwenye grupu, tumeongea sana, pia kimegusa sana watu wengi. Lakini maneno ya Yohana yanafariki, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi, kwa sababu nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Maana naenda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Lakini sharti ni hili, kama tumekubali kushiriki mateso pamoja na Kristo katika maisha yetu, ndio tunaweza kustahili pia kushiriki katika ufufuko wake na kuingia katika makao yale ambayo anatuahidia sisi sote.